China inaendelea kusogeza mipaka yake, sio kwa maneno, bali kwa mchanga, matope na chuma. Picha za satelaiti sasa zinaashiria jambo moja lililo wazi, kwani Beijing iko mbioni kuinua mwamba mwingine katika bahari ya China Kusini na kugeuza kuwa kituo kipya cha kijeshi. Mwamba huo unajulikana kama Antelope Reef, eneo dogo lililokuwa karibu kutoweka katika ramani za dunia. Leo unatajwa tena sio kwa uzuri wa asili, bali kwa uzito wa siasa na silaha. Antelope Reef iko katika visiwa vya Paris, takribani maili 250 mashariki mwa mji wa Hue nchini Vietnam na maili 175 kusini mashariki mwa kituo kikuu cha jeshi la majini la China huko Sanya, kisiwa cha Hainan. Kwa miaka mingi ulikuwa ni mchanga na maji, sasa unaandaliwa kuwa ngome. Kulingana na Asia Maritime Transparency Initiative AMTI, shughuli za kuchimba na kurejesha ardhi zilianza baada ya Oktoba 2025. Picha za Januari 2026 zinaonyesha mabadiliko makubwa: miundombinu mipya, njia za kuingizia vifaa vizito na gati maalumu za meli kubwa za kijeshi, kwani Antelope Reef ambayo awali ilikuwa na majengo machache tu, sasa inaonekana kuandaliwa kwa kituo cha rada, helipad na bandari ndogo ya meli za kivita na walinzi wa pwani wa China. Kwa lugha nyepesi, mwamba mdogo unageuzwa jicho la upelelezi na mkono wa kijeshi. China tayari ina vituo vya kijeshi katika visiwa 20 vya Paras, ikiwemo kambi kubwa ya kijeshi katika kisiwa cha Wood ambacho kilitekwa kutoka Vietnam mwaka 1974, ambapo hatua ya sasa inaonekana kuongeza kipande kingine katika mtandao mpana wa udhibiti wa bahari. Huku mbali kusini katika visiwa vya Spratly, China ina vituo 7 vya kijeshi na tayari imeunda zaidi ya eka 3200 za ardhi mpya kutoka baharini. Aidha, inashikilia Scarborough Shoal, eneo lililotwaliwa kutoka Ufilipino mwaka 2012. Vietnam nayo haikai kimya, inaendelea kuimarisha miundombinu yake katika Spratly, ikiashiria kuwa bahari ya China Kusini imegeuka uwanja wa mvutano wa kudumu, ambapo kila taifa linajenga si kwa amani bali kwa tahadhari. Lakini jambo la kushangaza zaidi, haliko chini ya maji bali juu yake. Mwisho wa mwaka 2025, China ilionyesha mbinu mpya kabisa: kuhamasisha maelfu ya boti za uvuvi kuunda kile kilichoelezwa kama vizuizi vinavyoelea baharini. Kampuni ya uchambuzi wa kijiografia Engine Space iligundua kuwa kuanzia Disemba 25 hadi 27, takribani meli 2000 za China ziliunda umbo la herufi L lenye urefu wa maili 290 kaskazini mashariki mwa Taiwan. Tukio hilo lilitokea siku 3 tu kabla ya China kutangaza mazoezi makubwa ya kijeshi yaliyopewa jina Justice Mission 2025, yaliyolenga kuizunguka Taiwan na kuiga hali ya kuzuia kwa mzingiro wa bahari. Sio tukio la pekee. Kati ya Januari 9 hadi 12, zaidi ya boti 1400 ziliunda ukuta mwingine wa bahari uliodumu kwa zaidi ya saa 30. Hayo si makundi ya wavuvi waliopotea baharini. Hizi ni operesheni zilizoratibiwa chini ya kile kinachoitwa People's Armed Force Maritime Militia, PAMFEM, mtandao wa meli za kiraia unaodhibitiwa na jeshi la China. Ripoti ya Congressional Research Service ya Marekani Mei 2025 ilisema wazi kuwa PAMFEM ni chombo muhimu zaidi kwa China katika kudai na kulinda mipaka yake ya baharini, hata zaidi ya jeshi lake la majini au walinzi wa pwani. Katika amani, meli hizi husukuma madai ya China kimya kimya. Katika vita, zinaweza kuziba njia za meli, kuzuia bandari, kuvuruga biashara halali, kutoa taarifa za kijasusi, pamoja na kuwalemea wapinzani kwa wingi wa malengo. Kwani kwa maneno mengine, China inageuza bahari kuwa ukuta unaotembea, unaoweza kuzuia adui bila hata kufyatua risasi.